Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Namna ya kuishi na mwanamume mwenye hasira nyingi. Dada zangu, mmoja aliwahi kunieleza kuwa kuishi na mwanaume mkali mwenye hasira ni kama kuishi jirani ya mlima wa volkano. Muda wote unakuwa na wasiwasi kuwa volkano inaweza kulipuka. Mhemko mdogo wa hasira ya mwanaume humfanya kuwa na wasiwasi na mfadhaiko kwa sababu huweza kuharibu hali ya mambo kwa siku nzima au kwa siku kadhaa. Hayo yalikuwa maelezo ya dada mmoja hivi. Bila shaka kasia kama hiyo inawakumba wanawake wengi, nadhani mtakuwa ni mashahidi wa hilo. Kitu muhimu kabisa ambacho mke anachotakiwa kufanya ni kuwa na haya yafuatayo. Kwanza, kuwa tayari. Iwapo umeolewa na mume mkali anayekasirika kwa urahisi na kwa haraka, ushauri namba moja kabisa ambao ninakupa dada yangu, uliyeolewa na mume mwenye mlipuko wa hasira za haraka, ni kujidhibiti kabisa na kwa kiwango cha juu pindi hali hiyo inapomtokea. Waswahili wana msemo, hewala si utumwa. Mbali na hayo, unatakiwa kuwa na mtazamo mpana kuhusu ndoa yako na kuyajua baadhi ya mambo muhimu sana kuhusu ukweli wa ukali. Ni mambo yapi hayo ambayo unatakiwa kuyajua? Kwanza, usiogope hasira yake au hasira yenyewe kama hasira. Hasira na ukali chimbuko lake ni moja. Chimbuko lake ni ukosefu wa nguvu, kwa sababu kitendo cha mtu kutojidhibiti wakati wa hasira ni dalili ya udhaifu. Unashauriwa utazame hasira kama kilio cha moto au kilio cha mtoto, sio kama ngurumo ya simba. Unapoonesha msimamo huo, mwanaume anaweza kuhisi kuwa umejikasirikia au amejikasirikia yeye mwenyewe, sio wewe. Jambo hilo linaweza kumfanya apoe muda mfupi baada ya kuvimba. Katika hilo, hakikisha unatumia ile kanuni yetu ya sekunde 30 kwamba unapolipuka kaa kimya angalau kwa sekunde 30 za mwanzo. Inakuwa kama umelitoboa puto kwa shindano ndogo, inayolifanya litoe hewa taratibu na kusinyaa. Pili, anapopanda, jaribu kuangalia kama kuna jambo lolote lililosababisha hali hiyo, na kama chanzo ni wewe, basi kuwa mwepesi kukiri. Hiyo itasaidia kumpoza na kuondosha taharuki husika. Hii inahitaji kuondosha umimi na kuangalia maslahi ya pande zote mbili. Jambo la tatu, angalia kama ni mazoea yake. Tafiti zinaonyesha kuwa wakati fulani mwanaume hukasirika kwa sababu za kipuuzi kwa lengo la kuonesha wanaume wake kwa mkewe kwa picha ya ukali. Unapolijua hili, inaweza kukusaidia kuepuka na athari hasa za hasira yake. Jambo la 4, usikate tamaa. Mwanamke ana uwezo mkubwa sana kiasi kwamba anaweza kudhibiti vitu vingi, ikiwa ni pamoja na kujilinda dhidi ya hasira na ukali wa mume wake. Mwanaume anapokuwa kwenye kilele cha hasira, anaweza kufanya chochote tofauti na mwanamke. Hivyo basi, mke unatakiwa kuwa makini sana radiamali au reaction yake ili mambo yasiende mlama. Anaporusha moto, jifunze jinsi ya kujikinga bila kuungua. Jambo la 5, hasira ni udhaifu. Mwanaume imara hapigi makelele au kuwa radiamali reaction, hasa kwa sababu wanaume wana nguvu ya kiakili inayowezesha kujidhibiti, na mara nyingi reaction zao zitakuwa zenye faida pale wanapovurugwa na watu wao. Yule anayejishinda kujidhibiti ndiye anayempigia makelele mkewe kwa kila jambo dogo. Mbinu za kukabiliana na hilo ni hivi: usimwage petroli kwenye moto. Wakati fulani hasira yake inaweza kuwa inatokana na mambo ya kipuuzi na yenye kuchekesha. Hivyo ukihisi kuwa mumeo amekasirika kwa mambo ya kipuuzi, usijaribu kumcheka au kumkejeli ili usimuongezee hasira. Subiri apoe. Bila shaka utataka kuzungumza na kuhusu hasira na ukali uliojitokeza. Basi, subiri baada ya kupoa uzungumze naye kuhusu yaliyojitokeza. Na ufanye hivyo kwa utulivu, katika mazingira tulivu na kwa lugha ya moyo msafi. Kumbuka, ndoa ni safari ya kuingia ndani ya moyo wa mtu. Weka mipaka. Jiwekee mipaka na usiache. Wakati fulani hasira ya mume inaweza kuibuka baada ya kuhisi kuwa mkewe amevuka mipaka katika jambo fulani. Kwa mfano, anaweza kuwa hapendi ucheke kwa sauti kubwa mbele ya watu. Basi jiepushe na hilo.
Allah awajalie amani katika ndoa zenu, kwani nafasi ya ndoa ni raha. Furaha ni sehemu ya starehe bora duniani. Basi kwa haya machache nilokueleza leo, wewe mwanandoa, naomba usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kujifunza zaidi na zaidi.